kauka sijui wallahu a'lam, sielewi hukumu yake. Naam, kwa sababu za ujumla za kukataa mnyama au ndege kuliwa ni wameka kaida iko kwamba kullu dhi nabin min as-sibai wa dhu makhlabin min at-tuyuri, kila aliyekuwa anawinda, kwa maana anawinda kwa kutumia meno katika wanyama, min as-sibai, katika wanyama pori wanaotumia meno, anayewinda akawa anasaka chakula chake kwa kutumia meno, huyo ni haramu. Tofauti na mnyama pengine akawa anajihami wakati mwingine kwa kutumia meno. Hata binadamu anaweza kutumia meno, samaki anaweza kutumia meno, lakini si kwamba yeye atafuta chakula chake kwa meno. Umeelewa? Kwa hiyo tukusudia wale wanyama ambao pato lao linakuja kwa kuwinda kwa kutumia meno, wale ni haramu kuwala. Kadhalika na wenye kutumia makhlabu min at-tuyur, wenye kutumia makucha, yani jami'ul baz, wanyama wote katika fasila ya albaz kama vile kipanga, mwewe, tai na vingineo ambao hutumia makucha hasa kwa ajili ya chakula chao, hawa hawafai kuliwa. Lakini kuku wakati mwingine pia hutumia kucha, lakini kwa kujihami. Kwa hiyo haitakuwa ndio asili. Ukitaka kujua hili, na wengine hawaliwi kwa sababu ya ni mustakhbatha, kwa kuwa wanakula vitu vichafu. Al-Imam ad-Dumairi katika Hayatul Hayawan al-Kubra ametaja baadhi ya wanyama na tabia zao, taja wanyama na tabia zao na kwa nini hawaliwi. Na huyu yuko hivi, huyu yuko hivi, tabia yake iko hivi. Kuna wengine wana baghi, wana hivi, kama katika aliwataja akamtaja kenge kwamba aliwi kwa sababu anafanya baghi na anakula uchafu al-adhira. Kama vile ambavyo kuna baadhi ya wanyama waliwa, wanyama wa halali kama vile bata, kuku, mbuzi, lakini kuna wakati kumla ni haramu, hasa akiwa ni jallala. Jallala ikiwa kuku umemwachia tu ala kitu chochote, ni haramu kumshika mchinja, wala haifai kwa sababu ni jallala, mpaka umfungie yule kwa muda wa siku 3 takriban ndio ukamate uchinje. Umeelewa? Kwa sababu yule anakula uchafu mwingi tu. Bata hivyo hivyo, kwa umfungie kwanza. Kama umewafungia fabiha wa neema, kwamba wajua kwamba hawa hawali ile kitu fulani na kitu fulani. Lakini umemwachia tuenda anakata mitaa, kwa mtaa wa 10 ngapi siji huko, kashapasua kena zake, huyo hafai kukamata tu hapo hapo na kula. Umefahamu? Kwa mnyama ambaye ni jallala pia hatafaa kwa sababu hiyo. Sasa lakini kuna wawabi hizi zimetajwa. Sasa fisi hayuko katika hao, fisi hayuko katika hao. Ndio wanawachuoni wanamtaja kwamba fisi ni katika wanyama halali wanauliwa, adhabu. Lakini katika miji yetu haliwi, hawali wanyama wote. Na fisi ana meno makali, ukikusanyika simba hawezi kusogea, lakini ndio hivyo utajwa hivyo. Na mamba hayumo katika hao. Mamba hii jamii usabiri katika jamii ya samaki na wenye kutambaa. Kwa hiyo wanaochuoni wamefikia kusema mamba halali. Lakini tutazungumza sasa, si kwamba ndio masala ya fatwa wasema kwenye mimbari watu wanaharamisha mamba, wanaharamisha fisi. Katika miji watu hawatumii vitu hivyo. Yatosha wanawake, naona muda unakwenda sana kwa kuangaliwa, je, nayo na hukumu ya bahari au la. Lakini wanyama wanaoishi baharini na zile sehemu ambazo zina hukumu ya bahari ni halali kuliwa, ila kama itatokea haramu basi ni kwa njia nyingine na si kwa kufanana. Huko baharini kuna viumbe wengi tofauti na hawa unaoona wewe. Watu wakienda wamerudi na tasi, wamerudi na kole. Kwa hiyo ndio unajua wewe, lakini kuna viumbe vingi vya ajabu. Wako nyoka wa baharini, wako mbwa wa baharini, nguruwe wa baharini, na vitu vingi tena vikubwa, kwa sababu katika bahari kuna misitu mikubwa, kuna mawe makubwa, milima na majabali ya kutisha, kinyume na huko ardhini. Kuna mito, sio?
kuna mito ya maji matamu hasa inapita katika bahari, na hii ni katika uwezo wa Allah tabaraka wa taala.